Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa ili niweze kutoa tangazo la uchaguzi ambalo kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya rais, wabunge na madiwani ya namba 1 mwaka 2024 inanitaka kama msimamizi wa uchaguzi niweze kutoa tangazo kwa wananchi, kwa wapiga kura wote waliojiandikisha ili waweze kujitokeza kwa ajili ya kupiga kura. Kwa mujibu wa kifungu cha 69(1) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2024, na watangazia wananchi wote wa jimbo la Manyoni waweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupiga kura, na waweze kupiga kura, na wajitokeze kwa wale ambao wamejiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na katika vituo vyetu vya kupigia kura kutakuwa na taarifa zifuatazo. Kwanza kabisa niwaambie kwamba uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Lakini pia vituo vitakavyotumika ni vile ambavyo wapiga kura walijiandikisha wakati wa kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini vituo vyetu vitafunguliwa saa 1 kamili na kufungwa saa 10 kamili. Lakini vituo vya magereza vitafunguliwa saa 2 kamili na kufungwa saa 9 alasiri. Pamoja na tangazo hili, kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo. Kwanza, moja ni mfano wa karatasi ya kupigia kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao na vya siasa. Uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Pili, orodha ya majina ya wapiga kura waliojiandikisha na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tatu, orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja ya rais tu. Lakini pia wananchi wote mnaomba kupitia taarifa hizi ambazo nimezitaja awali ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. La muhimu zaidi, siku ya uchaguzi ni lazima kila mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Lazima afike kituoni na kitambulisho chake au kadi ile ya mpiga kura katika kituo cha kupigia kura. Lakini kwa yule yeyote ambaye amepoteza kadi yake na ambaye alijiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa NIDA. Majina yaliyopo kwenye kitambulisho cha mbadala atakayofika nayo kwenye kituo cha kupigia kura, lazima yale majina yafanane na yale majina yaliyopo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Mwisho kabisa, niendelee kutoa wito kwa wananchi wa jimbo la Manyoni waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kujitokeza kwa wingi, kwani Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imejiandaa kabisa kwa 100%. Vituo vimeandaliwa, vituo vinafikika. Kwa hiyo tunaomba wananchi wajitokeze kwa wingi wakapige kura ya kumchagua rais, mbunge pamoja na madiwani. Mwisho kabisa, nashukuru kwa kunisikiliza.